Baada ya kuokoka, Mkristo anatakiwa kuishi kwa imani. Na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haiwezekani. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi kwa imani. Na imani inakuja kwa neno la Kristo. Kama ambavyo tunasoma kitabu cha Warumi mlango wa 10. Warumi mlango wa 10 ule mstari wa 17. Warumi mlango wa 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ndio maana inahitajika kuhubiri neno. Neno linapohubiriwa, neno linapofundishwa, linaambatana na imani ndani mwetu. Linatupa uwezo wa kumwamini Mungu. Ndio maana mtu anapohitaji uponyaji lazima alisikie neno la uponyaji. Mtu anapohitaji kukwamuliwa katika hali ya uchumi lazima alisikie neno la kumkwamua katika eneo la uchumi. Mtu anapohitaji kuona udhihirisho na uthibitisho wa ulinzi lazima alisikie neno linaloambatana na ulinzi wa Mungu. Mtu anapohitaji imani aone Mungu anavyowatunza watu wake kwa kuwapa mahitaji lazima alisikie neno linaloambatana na hiyo hali. Kwa sababu kwa kila hali Mungu ana uwezo. Sasa imani inakuja kwa neno. Ndio maana mara kwa mara tunakuja kanisani namna hii, tunakutanika namna hii kwa lengo la kujifunza. Ndio maana Yesu ametusisitiza, amesema wala msiache kukutanika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa sababu anajua kwa kule kukutanika neno la Mungu litahubiriwa. Linapohubiriwa neno la Mungu litainua imani ndani mwetu. Na ametuambia kule kukutanika kunatusaidia ili mmoja wetu asifanye moyo wake mgumu kwa sababu ya udanganyifu wa dhambi. Maana anajua usipokutanika na wenzako moyo wako utafanywa mgumu. Tutakuwa na majina ya kuwa Wakristo lakini mioyo yetu ni migumu. Mioyo yetu imekauka. Mioyo yetu imeshuka. Mioyo yetu haimwamini Mungu tena. Ndio maana kwa kule kukutanika mara kwa mara kunatusaidia kujengana. Hata mwenye hekima zamani alisema chuma kinanoa chuma. Ndivyo ulivyo uso wa mtu kwa rafiki yake. Chuma huwezi ukanolea kwenye sponge. Huwezi ukachukua panga lako, kisu chako, unataka upate makali, kuongeza makali kwenye panga lako, kisu chako, alafu unaenda kunolea kwenye mti ama kwenye sponge. Huwezi ukafanya hivyo. Utapeleka kwenye chuma. Ndio maana maandiko yamesema anayejitenga na wenzake anatafuta mambo yake mwenyewe. Ni muhimu sana ndugu zangu kuweza kukutanika katika makutaniko yetu halali ya ibada kwa Mungu. Ni vema kukutanika. Ni vizuri kukutanika kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Haleluya. Sasa tunaweza tukawa tumeokoka namna hii, lakini kwa sababu ya yale ambayo tunakutana nayo imani zetu zinashuka. Hiyo inatuleta kwenye kipengele cha kwanza cha somo letu, kukosa imani. Kukosa imani. Marko mlango wa 11. Marko mlango wa 11 mstari wa 20 hadi 22. Na asubuhi walipokuwa wakipita
waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi. Rabi maana yake mwalimu. Ilikuwa ni neno la heshima kwa yule mwalimu wa daraja la juu. Enzi hizo ndivyo Yesu alivyotambulika, alitambuliwa kama ni mwalimu wa daraja la juu. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Muaminini Mungu. Matokeo ya mtini kunyauka ni imani. Imani aliyokuwa nao Yesu Kristo kwa Mungu ndiyo iliyotoa jibu la ule mtini kunyauka. Ndio maana anaweza kajibu na mleo kwa wanafunzi wake, muaminini Mungu. Kumbe inawezekana tukakosa imani. Tukikosa imani ndani yetu, hatuwezi kuona na kushuhudia mtini unanyauka. Muaminini Mungu. Mathayo mlango wa 17. Mathayo mlango wa 17. Mathayo mlango wa 17. Mstari wa 20. Mathayo mlango wa 17:20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Wala halitakuwako neno lisiowezekana kwenu. Kukosa imani. Kumbe inawezekana tukakosa imani. Yesu tunamuona katika kitabu cha Marko kuhusu ule mtini, lilikuwa ni somo kwa wanafunzi wake, ni somo kwetu. Anataka kutufundisha kwa habari ya imani, kwamba tukiwa na imani tutashuhudia mambo makubwa katikati yetu. Imani itamleta Mungu katikati yetu, kwa sababu wenye imani ndio wanaompendeza Mungu. Na kwa kuwa unampendeza Mungu, matendo makuu yataambatana na wao. Maana Mungu ni mtenda makuu. Mungu ni Mungu wa miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na